Karibu sana mtazamaji wa Zone Media, ni kufahamishe yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa. Sasa kuna taarifa kutoka Marekani kwa aliyekuwa mkurugenzi wa kituo cha kitaifa cha Marekani cha kupambana na ugaidi, National Counterterrorism Center, Joe Kent. Yeye leo hii amezungumza na amesema kwamba endapo Israel wakianzisha tena vita na Irani, basi Marekani hawatawasaidia kwa chochote, kwa sababu hivi sasa vita vimemalizika rasmi na mkataba wa amani umekwisha tiwa saini baina ya pande zote chini ya usimamizi wa Pakistan. Taarifa inaeleza kwamba aliyekuwa mkurugenzi wa kituo cha kitaifa cha Marekani cha kupambana na ugaidi, National Counterterrorism Center, Joe Kent, amesema ili mkataba wa maelewano MOU kati ya Marekani na Iran uweze kudumu na kuleta amani ya kweli, Marekani inapaswa kusitisha msaada wake kwa Israel ikiwa itachochea tena vita dhidi ya Iran. Kupitia ujumbe aliyouchapisha kwenye mtandao wa X baada ya kusainiwa rasmi kwa makubaliano hayo, Kent alisema Rais Donald Trump amefanya jambo jema kwa kusitisha uhasama, lakini akaonya kuwa amani hiyo inaweza kutodumu endapo Israel itaendelea na mashambulizi yake. Ili mkataba wa maelewano MOU kati yetu na Iran uweze kudumu na kuleta amani ya kweli, tunapaswa kusitisha mara moja misaada kwa Israel na kuwaambia kwamba hatutawasaidia kwa chochote pale ambapo Iran itaamua kujibu mashambulizi kwa niaba ya Lebanon, alisema Kent. Kent, ambaye alijiuzulu wadhifa wake mwezi Machi kutokana na kupinga mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, amekuwa akikosoa serikali ya Israel. Awali aliwahi kudai kuwa Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alimshawishi Rais Donald Trump kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran. Kauli hiyo imekuja wakati Israel ikiendelea na mashambulizi kusini mwa Lebanon, huku kukiwa na hofu kwamba hali hiyo inaweza kuhatarisha utekelezaji wa makubaliano mapya ya amani kati ya Marekani na Iran. Sasa huyu Kent alikuwa ni mkurugenzi wa kituo cha kitaifa cha Marekani cha kupambana na ugaidi, kinaitwa National Counterterrorism Center, ambapo alijiuzulu mwezi wa tatu mara tu baada ya vita kati ya Irani, Israel na Marekani kuanza. Na yeye alijiuzulu baada tu ya kupinga vita vya Irani. Yaani alipinga kabisa Marekani kuanzisha vita na Irani, na alimshutumu sana rais wa Marekani Donald Trump kwamba vita hivyo havikuwa na faida yoyote, na alimshutumu pia Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwamba yeye ndiye ambaye alimshauri rais wa Marekani Donald Trump kuanzisha vita dhidi ya Iran, na ndio maana akaamua kujiuzuru wadhifa wake huo kama kiongozi mkubwa kabisa huko nchini Marekani. Sasa hivi amesema kwamba endapo Israel itaanzisha vita tena dhidi ya Iran, basi Marekani haitatoa msaada wowote dhidi ya Israel kwa wakati ujao. Basi kwa taarifa zaidi mtazamaji wetu, endelea kuungana nasi wakati wote, nitakujuza yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa. Usiache kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.